Bwana, tunafahamu lile sakata la kuahirishwa kwa dabi ya Yanga na Simba, moja kati ya swala ambalo liliibua mijadala mikubwa sana, lakini tulisikia pia taarifa za Yanga kwenda kwenye mahakama ya usuluhishi ya michezo CAS kuhusiana na sakata hilo. Sasa taarifa ambayo tumepokea bwana ni kwamba Yanga tayari wamewasilisha malalamiko yao CAS, na tayari barua kama ambavyo inavyoonekana hapa, hii ni barua ya Yanga kwa mahakama ya usuluhishi yani CAS. Sasa ni kupitishe kwenye kile ambacho kinalalamikiwa na Yanga, lakini barua yenyewe inazungumza nini ya Yanga ambayo imepelekwa kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo. Sasa taarifa ni kwamba barua hii ni kutoka mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS, ikithibitisha kupokea rufaa ya klabu ya Yanga Afrika dhidi ya shirikisho la soka Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba. Rufaa hii inahusiana na uamuzi uliotolewa na TPLB tarehe 8 Machi 2025. Katika barua hiyo, CAS inawajulisha wadau kuwa hatua za kisheria zinazofuata ikiwa ni pamoja na: moja, ni uwasilishaji wa hati za rufaa. CAS imeambatanisha nakala ya rufaa na nyaraka muhimu kwa wadau ili waweze kujibu rasmi. Lakini mbili, ni uwasilishaji wa nyaraka za ushahidi. Yanga Afrika inapaswa kuwasilisha ushahidi na maelezo ya kina kuhusu rufaa yao ndani ya siku 10 baada ya muda wa rufaa kumalizika. Lakini nambari 3 ni utawala wa kesi, ambapo CAS imeomba wadau kutoa maelezo ya mawakili wao kwa ajili ya mawasiliano rahisi. Pia CAS inawataka wajibu rufaa ndani ya siku 20 baada ya kupokea nyaraka za rufaa. Lakini nambari 4 ni njia ya mawasiliano. Wadau wanapewa fursa ya kutumia jukwaa lao yani e-filing la CAS kwa ajili ya kuwasilisha nyaraka badala ya kutuma kwa njia ya barua. Lakini nambari 5 ni gharama za kesi. Yanga Afrika tayari imelipa ada ya CHF 1000 kwa CAS, lakini wadau watatakiwa kulipa gharama za ziada za usuluhishi kama itakavyotakiwa. Nambari 6 ni uteuzi wa mwamuzi. Yanga Afrika imependekeza kesi ishughulikiwe na mwamuzi mmoja badala ya jopo la waamuzi. Wadau wanatakiwa kujibu ikiwa wanakubali au wanapendelea jopo la waamuzi. Nambari 7 ni lugha ya kesi. Yanga Afrika imeomba mchakato wa rufaa ufanyike kwa Kiingereza. Wadau wanapewa siku 3 kupinga ili kama wana sababu za msingi. Lakini nambari 8 ni maombi ya hatua za dharura. Yanga Afrika imeomba hatua za muda wakati kesi ikiendelea, na wadau wanatakiwa kujibu ndani ya siku 10. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo ilivyo mara baada ya CAS kupokea barua kutoka kwa Yanga dhidi ya shirikisho la soka Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB pamoja na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na kwenye barua hiyo CAS imewajulisha wadau kuhusu hatua za kisheria ambazo zinatakiwa kufuatwa ikiwa ni pamoja na hayo mambo 8 ambayo nimekudokeza. Kwa hiyo iko hivyo sakata la Yanga na wekundu wa Msimbazi Simba, ama unaweza kusema sakata la dabi kuahirishwa, dabi ambayo ilikuwa inatarajiwa kupigwa tarehe 8 Machi, lakini baada ya hapo tuliona dabi ikiahirishwa kutokana na sababu ambazo wekundu wa Msimbazi Simba wao walizieleza. Kwa hiyo iko hivyo, mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS kithibitisha kupokea rasmi rufaa iliyowasilishwa na klabu hiyo ya Yanga Afrika dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba kufuatia uamuzi uliotolewa na TPLB wa kuahirishwa dabi ya Kariakoo iliyotakiwa kupigwa Machi 8, 2025. Na unaambiwa kwa mujibu wa barua ya CAS walalamikiwa TFF, TPLB na Simba wamepewa siku 10 kuanzia tarehe ya kupokea taarifa hiyo ili kuandaa na kuwasilisha utetezi wao. Kesi hiyo itasikilizwa kwa haraka chini ya kumbukumbu namba CAS 2025/A
mkwaju1129/8 huku pande zote zikitarajiwa kuwasilisha vielelezo na hoja zao ndani ya muda uliopangwa. Kwa hiyo iko hivyo wakati Yanga wakijiandaa na mchezo dhidi ya Tabora hiyo kesho, na wakati wekundu wa Msimbazi Simba wao wakijiandaa na mchezo dhidi ya Al-Masry, maana sakata lao sasa limefikia hapa, na kasi wamethibitisha kupokea taarifa hiyo kutoka ndani ya klabu ya Yanga kuhusiana na jambo hilo la kuahirishwa kwa dabi. Dabi ambayo mambo mengi sana yalitokea. Tuliona malalamiko ya mashabiki ambao walitoka mikoa mbalimbali kwenda kushuhudia dabi, nao pia kilalamikia kwa upande wao kwamba wametumia gharama, lakini dabi imeahirishwa. Lakini pia tukashuhudia malalamiko ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kuzuiwa kufanya mazoezi na wanaodaiwa kuwa ni mabodyguard wa klabu ya Yanga siku moja kabla ya mchezo. Na baada ya hapo wekundu wa Msimbazi Simba wakatoa taarifa yao kuhusiana na kugomea kucheza dabi, lakini mwisho wa siku bodi ya ligi walivyopokea taarifa hiyo, nao pia wakatoa taarifa kwamba watakaa na wataona nini cha kufanya. Lakini baadaye taarifa ikatoka kwamba dabi hiyo imeahirishwa na itapangiwa siku nyingine na tarehe nyingine ya mchezo huo. Baada ya hapo mambo sasa yakawa ni mengi. Upande huu unazungumza hivi, Yanga wanazungumza hivi, Simba wanazungumza hivi, na Yanga tuliona pia wakitoa taarifa yao kwamba tofauti na dabi hiyo ya tarehe 8 hawatocheza dabi nyingine ya Simba na Yanga. Tumeona pia baadhi ya uongozi wa Yanga kwa upande wa baadhi ya mikoa wakitoa misimamo yao kuhusiana na kucheza kwa dabi. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo iliweza kujitokeza, lakini baadaye taarifa zikawa zinaenea mtandaoni kwamba Yanga wamekwenda CAS, na sasa CAS ama mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS imepokea rasmi rufaa ya Yanga kuhusiana na sakata hilo. Kwa hiyo tunasubiri na kuona nini ambacho kitaamliwa mara baada ya CAS pia kutoa hatua zao ambazo zinatakiwa kufuatwa. Kwa hiyo mara baada ya maamuzi pengine jambo hili litaamuliwa na tutapata mwafaka wa sakata hilo la Simba na Yanga ama mechi ya Simba na Yanga kuahirishwa. Kwa hiyo kwa sasa nimekusogezea taarifa hii ya mahakama ya usuluhishi wa masuala ya kimichezo CAS kupokea taarifa kutoka ndani ya klabu ya Yanga kuhusiana na kuahirishwa kwa dabi. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo imeendelea kusambaa mitandaoni, imeendelea kuzungumzwa, kila mmoja anazungumza la kwake kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Kwa hiyo kwa sasa tunasubiri na kuona nini ambacho kitakwenda kuamliwa mara baada ya mahakama ya usuluhishi wa masuala ya kimichezo kupokea barua ya Yanga kuhusiana na dabi hiyo kuweza kuahirishwa.